pale bado tunaona bado wanahitaji nguvu sana ziada iongezee. Kwa sasa hivi naona kama ingizo jipya Ibrahim Jabari ndo injini yetu anaanza kuchezesha pale na ka balance mchezo. Tuliona hata katika mechi ya dabi ya dakika 15 za mwanzo waliweza ku maintain mpaka mchezo umalizike kidogo, ndo alikuwa na uhai ukiachana na wote, licha kwa tulifungwa ile mchezo tulipoteza, ila tunaona ndo ana uhai kidogo. Kwa mimi pale kiangalia kwenye ushambuliaji kwa kweli hugarantii kwamba mshambuliaji gani pale akiwepo tutakuwa tunaweka kupata goli, hapana, ni uongo. Mimi naona magoli yote yanatokea sasa hivi anafunga mtu yote, hususan kwa mamsi wetu kwa Libasi ama Alsitiaula, itokea kama Triple C Chota Chama hivyo anafunga, ila kwamba sio namba 9 paseti nitegemee goli kutoka kwake ama Dumbi ama Mpanzu, hiyo labda itokee tu, ila sio kwamba eti yani sina imani naye. Kama Dumbi wana Simba tutegemea kuja kutufanyia makubwa, tulimpa ukubwa huo, ila ukubwa huo hatukutakiwa akustahili kumpa ukubwa huo, kwa sababu yeye tunampa ukubwa huo tunazidi kumuongezea pressure. Yani anazidi confidence yake pia anazidi kushuka, kwamba akapewa ukubwa kumbe ukubwa huo kumbe hamna. Ndio kwamba tunakosa kwa ile Mpanzu, ikitokea amefunga Mpanzu ndio hivi, ila sio kwamba eti Mpanzu tunategemea leo Mpanzu ataenda kuscore, hapana. Hiyo najua hatuna namba 9 hiyo. Labda kama una timu yako bwana, mimi namba 9 yangu magoli tu nikiingia tu bwana anaenda kufunga bwana si mtu fulani, ila sisi hivyo hatuna. Itokee bwana tule kafunga labda Rushaini Tule, inakuwa uongo. Si hatuna namba 9. Siko sisi huku soka letu la Tanzania kumpa mtu muda mchezaji ni ngumu kidogo. Tunaona kwenye timu zetu hizi mchezaji tunavyojua apewi muda, mchezaji anapewa mpira aonyeshe kitu, ila kwa sisi huku Bongo kuvumiliana hivi kidogo ni ngumu sana. Kwenye hizi timu kubwa Simba na Yanga ni ngumu sana. Kwenye hii mechi ya 3 anaonekana perform kidogo, najua labda ndio labda na Manza hajazoea ligi yetu kidogo, kwake inakuwa changamoto, ila sisi hilo mashabiki hatulitambui. Baadhi ya watu wa mpira wanajua mpira, anaweza tukajua tumpe muda kidogo, ila mashabiki sasa hawezi kuelewa kwamba huyo yote tumpe muda, inakuwa kidogo uongo. Ndio maana tunampiga kelele, tunambeza Dumbia kidogo, naye anaona vile watu kama labda kikae, anaona kweli bwana nipo kwenye timu kubwa, kwa hiyo ndio nifanye zaidi hapa ninachokifanya, aongeze. Kwa mimi kama ningekuwa kocha Simba sasa hivi na ile timu sasa hivi kwa kuongeza kupata wachezaji, siwezi kuongeza kwa sababu dirisha usajili limefunga. Wachezaji wangu ndio tumia ni hao waliokuepo. Mimi na wachezaji wangu natakiwa nikae nao naongee nao, upepo mbaya hususan na dikadi. Natakiwa naongee nao kidogo tu balance tempo ya mchezo, tusitoke mchezoni. Mimi kwa video support sijaona tatizo, na kweli imekuja umetusaidia kidogo. Itakunyonga, utaona sio itakunyonga, haijamnyonga mtu. Ipo sahihi, ila kwa wewe utaona kama ipo sahihi. Usani kama sisi upande wa Simba naona kama hii imekuja imekuja kutuletea gundu, yani kwamba kila siku iligadi sisi, ila ukiangalia kidude kipo fresh sana. Video support moja umetusaidia kidogo, naye hata kupiga kelele za waamuzi kidogo nazo zimesaidia kutoa katika kwamba anachukua rushwa nini, ila kidogo sasa hivi tunaona kweli mambo yanaenda fresh kabisa kwa upande wa Simba. Maana maingizo yangu yalikuwa sio makubwa, na mimi sijasajili kumadi kutengeneza timu. Mimi timu yangu nilikuwa nayo, ila hapa kwa maingizo yangu na Ibrahim Jabari moja kwa moja kwenye timu ndio anakuja hapa kidogo atashaini, ndio anakuja kusaidia. Ila ukiangalia kama wachezaji wengine hao watakuwa wanasubiria watu wacheze wenyewe waingie tu time, labda tukiwapa nao muda watatuonyesha hicho kitu. Ndio hivyo, kama ataperform na huku katika first 11 ambao walikuwepo mwanzo kama Talega